Karibu tena mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Mwenge wa Kaunti, tukiwa tunazungumzia masuala ya hazina ya maeneo bunge. Je, madhumuni ya hazina ya maeneo bunge yameweza kuwafikiwa ulipo? Ndio swali letu la leo. Nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mitandao ya kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa Kaunti, tukiwa hapa studioni na waheshimiwa Onesmus Ngogoyo kutoka Kajiado North na Eric Wamumbi kutoka Mathira. Hebu sasa tuwasikize wananchi kutoka kaunti za Samburu na Nyeri. Safi sana Mashirima Kapombe. Kuweka wazi ni kwamba tangia uasisi wa hazina ino ya ustawi wa maendeleo ya maeneo bunge imekuwa ikipigia upato sana, na wabunge wamekuwa wakipigia upato sana wakisema ndio fedha ama hazina ya pekee ambayo inafanya kazi hadi mashinani na kumfikia mwananchi, hata wakiwasuta magavana kwamba wao na mgao zaidi kuwapiku, lakini wameshindwa kufanikisha maendeleo zaidi hadi mashinani, japo fedha ambazo zinamfikia mwananchi kule mashinani ni fedha za hazina ya maendeleo ya maeneo bunge, ya ustawi wa maendeleo ya maeneo bunge NGCDF. Tunasema na wakazi hapa, je, fedha hizi za CDF unakoketi kama mwananchi, je, zinafanya kazi ipasavyo? Kwa maoni yangu naweza sema kwamba hizo fedha hazifikii mwananchi kwa ile njia inayostahili. Na nafikiri vile ilikuwa imesemekana, wabunge wafanye kazi ya legislature tu. Mambo ya maendeleo mashinani wawachie serikali za county, kwa sababu hizo pesa hawazitumii kwa njia nzuri. Ukienda kwa maofisi za CDF unakuta ni watu wa familia na wale marafiki wa mbunge ama wale waliwafanyia campaign, hao ndio wana benefit na hizo pesa na wabunge wenyewe, lakini mwananchi wa kawaida hafikiwi na hizo pesa vizuri. Ndivyo. Pengine unadhani kwamba wabunge wanashawishi jinsi fedha hizo zinatumika? Kabisa. Hao ndio wenye ushawishi mkubwa. Wewe umeona kazi yote ambayo imefanyika kutokana na CDF? Kwa hakika sijaiona, maana hawajaiweka wazi. Sisi ndio wenye macho ya kuangalia, na wanapofanya kichini ya maji sisi tunasema hatujaona. Tungeomba ya kwamba hiyo pesa iweze irudishwe, iweze ikawekwe wazi. Asante. Jonga, songa hapa. Binafsi umeona fedha hizi zimeleta mabadiliko yoyote kama mwananchi? Kwa kweli kitambo kidogo tuliona kazi nzuri fedha za CDF zilifanya, manake zilikuwa zikifika mashinani kwa njia inayostahili, lakini off late ama nyuma kabisa kwa kiasi hatujaona kabisa kazi hiyo ikiwa sawa, lakini si mbaya zaidi ya vile tunaweza kupiga tuseme ati ni mbaya. Wanajaribu. Wabunge wamekuwa kiteta sana kwamba ongezewe fedha hizi na wewe unasema mashinani uone maendeleo. Je, maoni yako ni gani wanaposhinikiza kuongezewa fedha hizi zaidi wakati ambapo wananchi hamuoni fedha hizi zinafanya nini? Haswa mambo na kuongezwa na hatuungi mkono sana. Kwanza tuone zile ambazo huwa mgao wanapewa zifanye kazi ambayo inaofana ile inayostahili. Kisha baadaye basi watadai kuongezewa mgawa zaidi. Sheria imeweka wazi wabunge kuwa ni wasimamizi, tutasema kwamba ni mapatron wa NGCDF, japo kuna meneja wa NGCDF ambaye ni mfanyikazi wa serikali ya kitaifa, alafu wabunge wanasalia mapatron. Ushawishi wao unatoka wapi? Mimi kulingana na mimi kama mwananchi, ushawishi mkubwa unatoka kwa the MPs. Ushawishi unatoka mahali pale. Mashirima Kapombe, ndizo kauli zinazoibuliwa na wakazi wa gatuzi la Samburu kuhusiana na utenda kazi ama wanapoweka kwenye mizani fedha za ustawi wa maeneo bunge NGCDF. Je, imetekeleza majukumu ipasavyo ama fedha hizo zinafanya kazi inayotakiwa kufanya na kuwaleta mabadiliko makubwa kwa mwananchi ambaye ni mlipa kodi? Wananchi wameweka wazi na wakitaka tu ule ushawishi wa bunge kwenye fedha hizo ama kwenye hazina hiyo kuweza kudhibitiwa, ili kuona mwisho wa siku fedha hizi zinatekeleza majukumu inayopaswa kutekeleza na kuleta mabadiliko makubwa, maendeleo makubwa ya kumfikia mwananchi mlipa kodi. Naam, asante sana. Na hii leo katika kaunti ya Nyeri tunakujia kutoka eneo bunge la Tetu. Hili ni eneo la Gashadha, na ambako nitakuwa nazungumza na kati ya wakaazi wa eneo hili kuhusu hazina ya NGCDF na utendakazi wake ndani ya miaka mingi ambayo imepita. Na nitaanza na mzee ambaye amenijuza kwamba aliwahi kuhudumu kwenye kamati ya NGCDF
kujaribu kuwasaidia wale ambao walikuwa ni wanafunzi na waliokuwa wametoka kwenye familia ambazo hazikuwa na uwezo wa kulipa karo. Na mzee, nataka ukaribie, uanze kwa majina, utueleze kulingana na wewe, hii hazina ya NG-CDF imesaidia vipi wakazi wa eneo hili kwa miaka ambayo uliwahi kuhudumu kwenye kamati? Kwa majina naitwa Peter Mavenge, na wakati ya Wangari wa Maathai nilikuwa kamati ya NG-CDF, na tuliwahi kusaidia watoto wengi wale hawajiwezi kusomesha na wakasoma na wakahitimu vizuri sana. Kwa hivyo hiyo ikiondolewa wabunge, kutakuwa na shida sana kwa wale watoto hawajiwezi, hawana wazazi wao hawana pesa ya kulipa karo ya shule. Kwa hivyo kwa maoni yangu ningesema hiyo CDF isiondolewe kwa wabunge, sababu wanasaidia watoto wengi sana. Na CDF huwa pia inashughulikia mambo na security, inashughulikia elimu. Pengine kuna yale madarasa mliwahi kujenga na ambayo mnaweza kusema kama haingekuwa ni CDF haya hayangekuwa yamefanyika? Ndio. Hata niko na mfano ya Karigoni Primary School, madarasa yake ilijengwa na pesa hiyo ya CDF. Na watoto walikuwa nasoma, shule iko na mchanga tupu, na sasa ilikarabatiwa vizuri sana. Kwa hivyo hiyo ni pesa inasaidia wananchi sana. Haya, sawa. Asante. Acha nizungumze na mzazi hapa. Karibu kwenye runinga ya Citizen mama. Kwa majina unaitwa nani? Alafu utueleze pengine wewe ukitizama hazina ya NG-CDF inasaidia kwa vyovyote vile? Naweza sema inasaidia kwa sababu NG-CDF imesaidia kujenga shule, imesaidia watoto wale hawajiwezi kuwaripia karo, lakini vile tu naweza sema ni wale wabunge, ile kamati huwa ile huwa inashughulika na hiyo pesa, wabunge wagarifu sana, kwa sababu zingine huwa zinaenda kwa ufisadi. Na pengine ukitazamia, pengine unaweza kusema mbunge anafaa kuwa akiachiwa ile hazina yeye awe anaioversee kama patron. Anapaswa awe mwangalifu, wabunge wawe wagarifu sana, wawe wanaangalia vile ile pesa wamepatiwa imetumika aje, imetumika vile walikuwa wanatarajia, kwa sababu zingine huwa zinaenda tu zinatumika na hawajui vile zimetumika. Naam. Na asante sana mama, na tumalize na huyu hapa. Baba, kwa majina unaitwa nani? Karibia, alafu utueleze pengine kwa ile miaka ambayo umekuwa we ni mkazi wa eneo la Tetu, umeona hazina ya NG-CDF ikikusaidia, na pengine wabunge wanafaa kuendelea kuifanya oversight ile fund. Kwa majina naitwa Peter Delito, na mimi nimefaidika na hiyo pesa ya CDF sababu kuna mtoto wangu amesoma na hiyo pesa. Sasa mimi nasema hiyo pesa surudisho kwa wabunge, sababu mimi nilifaidika kwa upande huo. Na kuna wale ambao wanasema hii hazina ipewe magavana ndio waweze kuwafikia maendeleo hapa mashinani. Kwa mtazamo wako, unaona gavana apewe hii NG-CDF iwe pesa yake ya maendeleo mashinani, ama ibakie kwa mbunge, na kwa nini? Mimi nasema ibakie kwa mbunge, sababu huyo ndio atafikishia pesa hapa mbele kwanza. Okay, sawa. Asante sana, tunashukuru. Na hizo ni kati ya semi za wakazi wa eneo bunge la Tetu, na ambao kwa miaka mingi wameweza kuona mazao na matunda ya hazina hii. Kwa upande wa studio. Naam, ni wananchi hapo kutoka kaunti ya Nyeri na kaunti ya Samburu. Mkiwa mnajibu maswali haya yameulizwa, kuna lile ambalo lilikuwa limeulizwa kwa kuhusiana na wananchi ambao wanahisi kuwa wakati wa kuchaguliwa kwa baadhi ya watu wanaoishi kwenye wanaosimamia kamati hizi za NG-CDF kwamba kuna mwingiliano wa baadhi ya wabunge. Sawa sana Mashirima, wacha nijibu. Kuna swali hapo, kuna mtu wa Mathira alisema kitu hapo. Mambo mawili ni kwamba either huyo mtu sio wa Mathira ama la pili awe aliishi Mathira kutoka 2017 mpaka 2022 alafu akahama, kwa sababu vile alivyosema ndivyo ilikuwa inafanyika kutoka 2017 mpaka 2022. Gogoya anajua nani alikuwa mbunge saa hiyo. Na watu wa Mathira wanajua
ugawi wa pesa ya basari ilikuwa inafanyika mtu mmoja hapo, watu wawili hapo, watu watatu hapo, vile alivyosema ni kweli. Lakini kwa sasa hivi acha nijibu unajua alisema mimi ndio mbunge wa Mathira, so lazima nijibu. Ni maoni yako kwa sababu mimi ndio mbunge wa Mathira, so lazima nijibu. Vile alivyosema alitaja Mathira, mambo ambayo hatuwezi kudhibitisha. Hata hiyo huwezi kudhibitisha. Na ndio nimekueleza kwamba wewe uko hapa. Unajua Mashirima, huwezi niita hapa uniulize maswali alafu ujibu. Mimi sijajibu, nakwambia tu basi ungoje nijibu na nakupea swali ambalo nakupea jibu kulingana na vile mimi ninavyojua na vile watu wa Mathira wanajua, na nataka wakuandikie hapo. Na nimekuambia either sio wa Mathira ama aliishi Mathira kutoka 2017 mpaka 2022 akashuhudia vile basari ilikuwa inapeanwa wakati huo alafu akahama. Kwa saa hii Mashirima, na ningetaka watu wa Mathira wakuandikia hapo. Kwa saa hii watoto wote wa day schools wote wa Mathira tumelipia pesa yao. Yuko kwa shule tumelipia. Sio mmoja, sio kuchagua, wote tumelipia. Basari ya boarding schools niliitana kwa uwanja 2-3 weeks ago. Tukaitana na kamati yangu ya NGCDF. Kila mtu ambaye alitokea alifaidika kwa basari. Kila mtu. Hakuna kuchaguana Mathira vile ilikuwa inafanyika katika mwaka wa 2017 na 2020. Na huo ndio ukweli. Hatukuchagua mtu yeyote, wale wote ambao walitokea walifaidika. Na cheki zao ndio tunaandika saa hii, kwa muda wa wiki 2 zitakuwa tayari. Watoto wakirudi shule tuwapatie cheki za bazari wote ambao waliotokea. Ndio maana nimekuambia, na watu wa Mathira wanakubaliana na mimi, kwa saa hii ambao Wamumbi ndio mbunge, hiyo haifanyiki. Ilikuwa inafanyika wakati wa 2017 mpaka 2022. So hii ya kuchagua wanakamati wa NGCDF ya eneo bunge na hii ingine ya kuzingatia kwamba pesa inatumika vilivyo kulingana na maoni ya wananchi. Mashirima, wewe utachaguliwa ukalishe mbuzi kwa kichaka na ushindwe kujua hizo mbuzi ni ngapi, ama ushindwe kuzingatia kama mbuzi zimeenda kwa kichaka na zimerudi. Pesa za CDF zikitumika vibaya, sio fund manager ataulizwa na wananchi, mimi ndio nitafukuzwa na wananchi. Kwa hivyo ni jukumu langu kama mbunge kuzingatia kwamba wale watu ambao wanawekwa kwa hiyo kamati ni watu ambao wako na mienendo mzuri na wanaweza shikilia hiyo ofisi vilivyo. Ile miradi ambayo wanaenda wanasikiza, lazima niangalie kama hiyo miradi ndio watu wa Mathira wamekubaliana. Siwezi letea watu niseme ni sawa. Ikienda mrama, mimi ndio watu wa Mathira watauliza. Pesa ikigawa vibaya, mimi ndio watu wa Mathira watauliza. Kwa hivyo niko na jukumu la kuangalia nione watu wa Mathira wamesema hii shule ijengwe. Watu wa Mathira wamesema hii police station ijengwe. Sababu mimi ndio naenda kwa wananchi, sio fund manager. Mimi ndio niko na majukumu ya kwenda kuelezea watu wa Mathira kwamba tunajenga hii shule, tunajenga hiyo police station, tunajenga hiyo ICT hub. Sio fund manager. Kwa hivyo lazima tukubaliana na Wakenya. Na cha msingi ni kwamba, na ni vizuri sawa na wamesema hii pesa inafanya kazi. Ile tu challenge wako nayo, kazi ya mbunge hapa ni gani? Mimi ndio mbunge. Kwa hivyo niko na jukumu la kuhakikisha kwamba hiyo pesa ambayo imegawa na kamati ya eneo bunge inafanyishwa kazi sawa sawa. Sababu nikienda kwa wananchi, mimi ndio nitaulizwa swali. Mheshimiwa Ngogoi, labda unaweza kujibu baadhi ya maswali ambayo yalitoka katika kaunti za Nyeri na Samburu. Nafikiri kuna mama mmoja pale Nyeri amesema wabunge wawe waangalifu, kusiwe na ufujaji kwa kamati. Ni vizuri kusema inawezekana kuwe na ufisadi, lakini jukumu letu ni kuhakikisha tumeweka mikakati na sheria tukiendelea mbele ya kuhakikisha kutakuwa na ufujaji wa pesa. The underlying factor ni kwamba pesa isipotee. Pale Samburu wengi wamezungumza kwamba pesa hazionekani, na utaona ni kama kuna tashwishi kiasi na mambo ya NGCDF. Mimi kwa mfano kwa constituency yetu, hata mambo ya basari, mimi siwezi kujua nani amepata basari. Kwa sababu kwa kila sublocation chini ya uongozi wa chief ambaye anateuliwa na DCC, kuna kamati ndio ugawa basari. Hata hiyo komiti haigawi basari. Basari inagawiwa kwa sublocation.
kwangu sio kila mtu anapata pesa hiyo ya basari. Kwa sababu utakuta kwa location moja tuko na pesa ya watoto 200. Na hawa 200 ukikuja ukiwa 201, 203 utakosa. Tunatoa forms ambazo zinatoshana na zile pesa. Na kwa sababu constituency yangu iko na wapiga kura 1134, 134, population ya zaidi ya 1.2 million. Sasa utakuta sio wote wanapata. Na ndio kwa maana wengine wetu tunasema mgao huu wa pesa uongezewe ili tuweze kufikia kila mtu, kwa sababu hatufikii. Kuna sehemu ambazo unaweza kuta wabunge wako na shida kidogo. Umeona pale Mathira wanasema iko shida, pale Samburu iko shida kidogo. Mara kwa mara utapata mahali iko shida. Kenya naweza omba pia wabunge wajaribu waangalie, warekebishe kama kamati iko na shida, kama walichagua pengine zile kamati zao ziko na watu ambao hawaelewi kazi, wabadilishe. Na sio mbaya kurekebisha. Hata rais juzi alifuta watu 10 kazi wa mawaziri, akabakisha 10, akaleta wengine. Juzi tena amevuta mwingine kazi, akaleta wengine. So ukiona kama kwa mfano CDF yako iko na shida kidogo, watu hawapati basari, badilisha tu na ulete wengine, kwa sababu saa nyingine ni hali ya maisha, unaweza pata watu ambao hawaelewi kazi. Lakini kama kwetu mahali ambapo kazi inaonekana hakuna malalamishi, basi tunaendelea na kazi. Na kuna hili swala ambalo tulikuwa tunalizungumzia wakati wa mapumziko, kwamba changamoto ni tofauti katika kila eneo bunge, na kuna baadhi ya maswali hapa kwamba wengine wanahisi mbona wanaangalia maeneo bunge mengine yanaonekana kama yako na maendeleo zaidi ya mahali wanakotoka. Labda mnaweza kutueleza wakati ambapo hizi fedha zinapogawa kwa miradi mnaangazia nini ipewe kipaumbele, na kwamba maeneo bunge hayawezi kufanana kama mfano wa shule. Swali mzuri sana na Ngogoyo amejibu hilo swali. Yeye amesema kwake sio watu wote wanapata basari. Na amesema ni kwa sababu ameachia watu hapo kwa assistant chief. Hao watu hawezi panga pesa vizuri. Wewe kama mbunge lazima ukae chini ufanye hesabu, uone constituency yako imepewa pesa hii. Uko na idadi ya watoto wa day school, nambari yao ni hii. Unagawa pesa kulingana na wale watoto ambao uko nao, lakini ukiachia watu hiyo pesa itavunjwa. Na ndio maana mimi nimeweza pale kwangu tukishikiliana na hiyo kamati ya Mathira ya NGCDF, wanakuja wananiambia, mheshimiwa, tumepewa hii pesa. Nawaambia zungukeni kwa hii mashule yote, mkuje mniambie tuko na watoto wangapi. Wanazunguka, wanakuja wananiambia tuko na watoto 6,000. Wanakaa chini, nawaambia gaweni hii pesa namna hii namna hii. Na hiyo ndio sababu tunaweza kulipia watoto wote karo ya shule. Sasa Ngogoyo akiachia watu pale kwa assistant chiefs, hiyo pesa itapelekwa kombo. Ni jukumu la mbunge ujue kwamba eneo lako la bunge liko na shule ngapi. Unaona hii shule inahitaji madarasa, hii shule inahitaji laboratory, hiyo shule inahitaji dormitory. Unakuja unakaa chini na kamati, unawaambia niambieni hii pesa tutagawa namna gani. Lakini ukiachia watu pale chini, hiyo pesa haitawafikia wananchi, na hiyo ndio wananchi wako na shida nayo. Wale watu ambao wanachaguliwa kama vile alivyosema, anaweka kamati pale kwa assistant chief, wanakaa hapo wanapeleka pesa namna hii, yeye akiwa Nairobi ama akiwa pale kwetu. Anaonekana kuna mengi ya kusema, ametulia tu. Ukipanga pesa vizuri, utaweza kujenga shule yote. Kama vile sisi tumejenga shule yote pale Mathira. Hakuna shule pale Mathira ambaye haina tiles, imetengenezwa vizuri. Hakuna day school pale Mathira ambayo haina laboratory. Na sasa tunataka kuingia katika junior secondary schools, na tumekaa tayari na wanakamati wa NGCDF, na next week nitakaa na viongozi wa primary schools zote za Mathira ili niweze kugawa pesa za kujenga laboratories pale kwa junior secondary, sababu hawa watoto sasa sio wa primary schools, wanafanya practicals lakini hawana laboratories. Tumekaa chini tukaona tunaweza pia kuwajengea laboratories kwa sababu ile mitihani ambayo wanafanya inakuwa na practicals na wanakuwa na changamoto wakati wa mtihani. Mheshimiwa Ngogoyo, zungumzia tofauti ya maendeleo katika maeneo bunge. Manake Wamombe anaweza kuwa anazungumzia mambo ya kuweka tiles kwenye madarasa, lakini kuna maeneo bunge mengine ambapo wabunge wanaanza kuanzia chini, kwamba ni madarasa, ni shule ambazo zinahitaji kujengwa kabla ya kwenda kwa hizo improvements anazozungumzia. Nataka nikueleze NGCDF kwa constituency tofauti inatumika kwa njia tofauti kulingana na mahitaji yaliyopo. Kwa mfano kwangu,
niko na shule nyingi ambazo ziko na watoto wengi. Ndakupa mfano pale Ngoroi kuna shule inaitwa Arap Moi. Wakati serikali ilikuwa inapatiana darasa za JSS, mimi nilipewa madarasa 10. Kwa sababu kulingana na hesabu, nilikuwa ndio shule iko na watoto wengi sana ndani ya Jamhuri ya Kenya. Na ilipata madarasa 10 ya JSS. Hiyo ni kukueleza kwa kila darasa sasa tunaweza kuwa na watoto kama 50. Tukiongea na wewe sasa hivi, mimi niko na madarasa, niko na shule ziko na watoto 160 kwa darasa moja. Kwa sababu hapo awali hakuja kuwa na mpango ya kuwapatia madarasa ya kutosha. Kumbuka TSC ndio wapeane mwalimu kwa shule, wanapeana mwalimu kulingana na madarasa ambayo yamejengwa. Teaching norm, a classroom, a teacher. Kwa hivyo usipojenga madarasa ya kutosha, usipogawa hawa watoto, utakuta shule ambaye iko na watoto wengi, haina wafanyikazi wa kutosha, haipati capitation ya kutosha. So mimi nimechukua jukumu la kujenga mashule. Sasa tukiongea na wewe hivi, hakuna shule, hatuna mijengo ya madarasa mapya. Kwanza kujaribu kupunguza watoto ambao wako kwa madarasa, na utakuta ukienda sasa kwa mfano kama constituency kama vile nimesema Murang'a ama pengine Nyeri, utakuta kwingine wanafanya renovation. Mimi sina kazi ya tiles kwa sasa hivi. Kazi niko naye ni kujenga madarasa mapya ambaye tunatengeneza yakiwa madarasa ya kisasa, yanaweza kubeba watoto wengi. Na sisi tunajenga madarasa pamoja na kuweka vifaa ambavyo vinafaa kutumika, kwa sababu wale wengi watoto tuko na wao wako na shida mingi. Na nikueleze kwamba mpango wangu wa kujenga madarasa pia uko na kuanzisha mashule mapya. Pale kijiji cha Ngong, tangu dunia kuumbwa imekuwa na shule moja inaitwa Ngong Township. Tumetengeneza shule ya pili inaitwa Professor George Saitoti, iko kwenye panda juu. Ukienda pale Ongata Rongai tulianzisha shule registered sasa inaitwa Olepasha, tumeijengea madarasa 12 ya gorofa 4 na madarasa yamekuwa 10. Pia secondary school tumeenda kuanzisha nyingine pale Ongata Rongai, imekuwa na shule moja tu ward mzima. Inaitwa Lekasasi, tumeongezea nyingine ambayo inaitwa Odupoi, ili tujaribu tuweke watoto wetu kwanza kwa mashule. Kwa sababu kumbuka, ukipata mahali watoto wanachomea chini ya miti itakuwa ni aibu kubwa sana kwa kiongozi na pia kwa NG-CDF. Lakini pia nimalize na kusema hivi, mimi naongoza mahali iko na population kubwa sana. Mambo ya kufikiria CDF ati viongozi wa CDF wachache kwa ofisi wanaweza kuongoza NG-CDF. Nafikiri mbunge wa Madhera haelewi jinsi CDF inakuwa control. Sisi tunafanya uchaguzi ya makamati kwa kila sublocation. Wale ambao huketi chini kugawa pesa za basari, na sisi tunakagua ni watu aina gani ndio wanaingia pale. Kila sublocation iko na watu 5. Basari sio mambo ya ngogoya ama ofisi ya NG-CDF. Basari ni kuhakikisha mtu amepata. Kamati haigawi pesa, inahakikisha watu wamepata forms. Baadaye zile forms zinakuja kwa ofisi, kila mtu anaandikiwa check yake. Sisi hupelekea kila mzazi ama mtoto check kwa shule kwa gharama yetu. Na nataka nikueleze hivi, mimi watoto wangu wengi wanasomea nje ya Kajiado North. Niko na watoto Murang'a, niko na watoto Nyeri. Watoto wangu wengi hawako kwenye day schools peke yake. Actually majority of the children hawako kwenye shule ziko hapo, kwa sababu mimi niko na shule chache, kwa sababu sehemu ambayo naongoza ni tofauti. Watoto wangu wanaitwa national schools, si lazima niwapeleke kwenye day schools. Huyu wako na mashule mengi, watoto wake wengi wanasomea hapo. Kuna tofauti ya urban na rural. Na ni vizuri ieleweke kwamba sisi tuko na kamati ambazo zinaheshimika. Ziko na mabalozi wametambuliwa, wazee wa vijiji, watu wa heshima. Sio mtu yote ati mbunge anaingilia kugawa CDF. Sio bure pesa za CDF zinaweza kupotea kwa constituency kama Madhera, umesikia watu wakizungumzia. Na ningeomba mheshimiwa usiingilie mambo ya CDF kwenda kugawa basari, kuamua huyu mtoto apate ama huyu asipate. Be fair, wacha watu wenyewe wakague, kwa sababu CDF si ya mbunge. Mbunge hafai kuingilia mambo ya. Ukisikia mbunge anaingilia CDF, pengine ni hawa wabunge ambao wanafuatafuata mheshimiwa rais. Lakini kuna mwingine hapa anasema sasa hapo ndio nyinyi wenyewe mnajikanganya. Maka anasema kwa upande mmoja unasema CDF si ya mbunge. Lakini kwa upande mwingine nyinyi wenyewe mnasema mimi nimefanya, mimi nimejenga, mimi nimefanya. Na hiyo ndio separation of powers ambao wananchi wanasema hilo lazima lieleweke. Kuna mwingine hapa anasema ni Samuel Mukwanja kutoka Kiminini. Anasema NG-CDF should be removed. It just enriches a few people around the MP and the MP himself. Instead of bursaries, give that money to the Ministry of Education to increase school capitation. MPs should stick to legislation, representation and oversight. Development should be left to the executive. Kuna mwingine hapa
kutoka kaunti ya Nandi anasema pesa za CDF wabuni kamati au wahusishwe na waweke wazi, kwa sababu pesa nyingi hubaki kwa mikono mwenye wanaoleta pesa. Nadhani hilo mmelieleza kwamba kuna hizo kamati ambazo ziko tayari. Kuna mwingine anasema kuna uongo, manake pesa zinapeana kwa mapendeleo. Anasema kuna baadhi ya watu kama katika eneo la Kuria West anasema wanapewa 30k na wengine hawapati kitu. Nadhani hapo hilo ni swali ambalo mnapaswa kulijibu kuhusiana na ile distribution ya basari. Kwa nini wengine wanapata kidogo, kwa nini wengine wanapata nyingi, na kama kwa kweli zile pesa zinazotolewa zinafikia mahitaji. Mzuri sana hiyo, na ningetaka kama ni mbunge ndugu yangu Ngogoyo akuje aone vile tunapeana basari pale Mathira. Sisi, na amesema vizuri yeye yako kwa hizi kamati ndogo ndogo, haeki watu hohehahe, anaeka maambasada, anaeka watu wako na vio kubwa. Unajua sisi tunaheshimu wale watu, mabalozi ni village elders. Nilinyamaza. Nilijibu swali. No, stick to the topic. Stop to the topic. Nilikuwa mtulivu ukijibu maswali yetu. Kwa Mumbi na Ngogoyo. Naomba tujibu ile swali ambalo limeulizwa. Lakini nikiongea ananyamaza. Mimi akiongea ananyamaza. Pia yeye anyamaze nikiongea. Mimi natumia watu ya kawaida tu pale mashinani. Kufanya hiyo kazi, kama ni kupeana forms, kama ni kufanya hiyo kazi ya ugawi wa basari, mimi natumia tu wamama wa kijiji, wazee wa kijiji wa kawaida, sababu na waheshimu. Wale watu ndio walionichagua, ndio walinipea kura nikuwe mbunge wa Mathira. Kama wewe unatumia mabaruzi, watu wa cheo kubwa, hiyo ni yako. Sisi Mashirima tunalipia watoto wote bila kuchagua. Kwake amesema ako na kamati pale kwa assistant chief ya kuchagua nani atapewa, nani hatapewa. Sisi hatuchagui, hata hatuwaiti. Kama wewe ni mtoto wa day school na uko Mathira, karo yao imelipwa, na ningetaka lakini utajuaje kama kuna yule ambaye ana mahitaji zaidi ya mwingine, kama wote wanapatiwa sawa? Lakini watoto wote wa Mathira wa day school, hizi shule watoto ambao wanasomea day school ni wale watoto wa wazazi hawajiwezi, ndio wanaenda hii day school hapo kwa kijiji. Kwa hivyo pesa zinaenda kwa shule ama zinapewa kwa wazazi? Pesa inaenda kwa shule. Tunaenda tunachukua idadi ya watoto, kama ni shule ya Kangosho Secondary School iko na watoto 511. Tunaenda tunachukua hiyo list ya watoto, tunakuja tunaandikia watoto check. Hiyo check tunaita watoto wazazi shule, tunapeleka hiyo check kwa shule. Inakuwa rahisi sana. Watoto wote wanakaa kwa shule. Ningetaka Ngogoyo akuje siku moja, sababu ni rafiki yangu, tutembee na yeye shule kadhaa kama Kangosho, tutembee Ngunguru, tutembee pale Irori. Irori iko hapo neighbor ya Wamunyoro, iko Wamunyoro village. Tutembee Irori Secondary. Nadhani nyote itabidi mtembeleane. Utembee nikuonyeshe vile kutoka nyote wawili, yule ambaye ana mahitaji, nikuonyeshe vile tunagawa pesa ya basari kwa uangalifu, bila kuchagua, bila kutegua, bila kufukuza watoto wengine. Hilo swali ulilosema ya sisi tunasema hivi alafu tunarudi tunasema hivi. Tumekuambia sisi kama wabunge tuko na jukumu ya kuangalia hii kamati ya NGCDF wanafanya kazi gani. Wakienda kufanya public participation, kusikiza wananchi kwa ile miradi ambayo wananchi watasema ifanywe, tuko na jukumu ya kuita hao wanakamati tuwaulize wananchi wameombea namna gani, kwa sababu wananchi wanaweza sema hii, nayo hii kamati kuja iseme hapana, tutaweka hii. Ni jukumu langu kama mjumbe nikuje nikae na wao kamati. Na ndio hapo natofautiana na ndugu yangu kwamba sifai kwenda kuingilia mambo ya NGCDF. Mimi ndio mbunge, lazima niwakilishe wananchi wa Mathira kwa hiyo kamati, niende nikae na wao chini. Vile vile tu naitanga waziri kwa bunge, namuuliza hii barabara utajenga siku gani. Ni hivyo tu niko na jukumu ya kuita hiyo kamati ya bunge ya Mathira, niwaulize wananchi wamesema miradi gani, niangalie niseme ni kweli. Hai, kuna baadhi ya jumbe hapa kabla kuna mapumzikoni. Kuna mmoja anasema mbunge wa Mathira, kwa sababu umezungumzia 2017-2022, anasema unapaswa kuulizwa hayo madarasa unayosema unaweka tiles yalijengwa na nani? Hayakujengwa between 2017 na 2022 na yaweka sababu hayakuwekwa. Kutoka Ugenya mwingine anasema CDF ibaki kwa MP, lakini ya basari iende ministry because beneficiaries ni supporters wa MP. Kuna mwingine hapa anasema I'm a student from a certain high school
mbunge wa Mathira anasema yeye hapati hiyo basari. Chief Mukabi kutoka Karatina anasema hapa Mathira kila mtu hupata basari, school, boarding school, university and colleges. Anasema heko wa MP wa Mumbi. Kuna mwingine anasema hivi hawa wabunge wamekuja kueleza kuhusu NG-CDF au wamekuja kushindana? Mtazamaji, tunapumzika kidogo, tunarejea hivi punde na mengi zaidi. Usiondoke hapo.